Baba na Mungu akubariki. Yesu Kristo mfalme wa amani. Kutukuza Yesu. Ewe Mungu Na kutukuza yote Bwana. Unayemjua mwanadamu mpaka unajua idadi ya nywele zake alizonazo. Hata mzazi wake aliyekuwa mimba kwa miezi 9 hawezi kujua idadi ya nywele ndani ya kichwa cha mtoto. Lakini ni wewe peke yako Mungu uliyemuumba mwanadamu. Asante kwa neema yako, asante kwa kibali Bwana. Zama tumekusanyika tena mbele zako jioni leo ili utufundishe, ili utuhekimishe, ili ututengeneze, ili utuchonge Bwana, ili tufanane na wewe Mungu. Maana yuko mwimbaji akasema, natamani kufanana na wewe Bwana. Basi tunahitaji kufanana na wewe Jehova Mungu wangu na Baba yangu. Kwa Roho wako Mtakatifu tunakualika katikati yetu Bwana, wewe uliye mwalimu unayefunua siri za ufalme. Karibu katikati yetu ukatufundishe Bwana neno lako la uzima, kwa jina la Yesu Kristo. Ewe adui anayejihudhurisha katikati ya watu wako, tunamwamuru akanyamaze kimya kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tamtumishi wako ukamtumia kama chombo chako mfalme wa amani, ili kuzinena siri za ufalme, katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Karibu aliandaliwa. Karibu mwalimu wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tushike Biblia zetu, twende sasa tukajifunze kile ambacho ni cha wiki hii. Katika siku ya leo tunataka tujifunze habari ya siku ya Bwana. Siku ya Bwana au siku kuu ya Bwana. Siku ya Bwana ndio somo letu tunalokwenda kujifunza. Siku ya Bwana. Manabii tangu Agano la Kale wamejaribu sana kufundisha taifa la Israeli kuhusu habari ya siku ya Bwana. Siku ya Bwana iliyo kuu. Wengi tunaifahamu kwa namna tofauti, lakini tuangalie kile ambacho Biblia inafundisha kuhusu siku ya Bwana. Siku ya Bwana inahusika hasa na matukio ambayo yatatokea kipindi cha wakati wa mwishoni. Biblia inaelezea siku hiyo kuwa ni siku ya kutisha au ni siku ya giza. Tusome katika kitabu cha Yoeli tuone nabii anafundisha nini kuhusu siku ya Bwana. Kitabu cha Yoeli. Msomaji, naomba usome Yoeli sura ya 2 mstari wa 11. Tuone nabii alifundisha kuhusu nini kuhusu siku hiyo ya Bwana. Ndio. Kwa kuwa siku ya Bwana ni kuu, yenye kitisho sana,
naye ni nani awezaye kustahimili? Asante sana. Siku ya Bwana, nabii Yoeli anaielezea kwa namna hii kwamba siku hiyo ni siku ambayo ni ya kitisho, sio ya kuelezea kwa namna tunavyofikiri. Hiyo ndiyo siku ya Bwana ambayo anajaribu kuelezea nabii Yoeli. Hebu tumsikilize nabii mwingine, naye anasema nini kuhusu habari ya siku kama hiyo. Tumwangalie Malaki sura ya 4. Malaki sura ya 4 mstari wa 5. Malaki 4 mstari wa 5. Maneno ya Mungu yanasema, angalieni, nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu na kuogofya. Mstari wa 6. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao. Asante. Huyu naye nabii Malaki anaelezea tena kwamba siku ya Bwana iko namna hiyo. Wengi wetu tukisikia tunaelezwa kwamba siku ya Bwana, tunafikiria ni siku nzuri, ni siku ya baraka, ni siku inayofaa. Lakini manabii walipokuwa wanafundisha siku yenyewe, hawakuwa na mawazo kama haya tunayokuwa nayo sasa hivi. Mawazo ya manabii yaliendana na makusudi makubwa ambayo Mungu alikuwa amewaelekeza. Manabii hawakuiona siku ya Bwana kama ni siku takatifu, kama ni siku njema, au kama ni siku nzuri. Manabii walipokuwa wanaelekeza taifa la Israeli, walikuwa wanawaeleza kabisa kwamba siku ya Bwana itakuwa ni siku ambayo ni kama vile siku ya shida, siku ya matatizo, siku ambayo sio nzuri. Sasa kwa upande wetu kama kanisa, tunapokuwa tunasoma nabii kama hizi, tunapaswa tujifunze kwamba siku hizo zitakuwaje kwa upande wetu sisi kanisa. Kama kanisa sisi, siku ya Bwana tunaifikiria itakuwa wakati gani, na ikija tutaikabirije? Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunapaswa tupate kujifunza. Kwa upande wa sisi kama kanisa, kuna aina mbili za mtazamo wakati huo. Wakati wa siku ya Bwana, kama tunavyosoma kwamba siku ya Bwana haielezeki kama ni siku moja. Siku ya Bwana haielezeki kwamba labda ni Jumatatu, Jumatano ama Ijumaa fulani. Hapana. Siku ya Bwana ni kipindi, ni muda unaoweza kuchukua miaka kadhaa, siku kadhaa. Hiyo ndiyo inayoelezeka kwamba ni siku ya Bwana, siku ambayo ni ya kutisha, siku ambayo sio nzuri. Wakati Amos alipokuwa anatabiri, nyakati zake watu walitamani sana kuifikia siku ya Bwana. Walifikiria kwamba siku ya Bwana ije haraka, ije haraka, ije haraka. Lakini Amos akawatahadharisha, kaambia, acheni mawazo hayo. Mnaitamani siku ya Bwana, msiitamani siku ya Bwana kwa sababu ni mbaya. Hebu tusomee Amos sura ya 5 mstari wa 18. Hawa Waisraeli walifikiria kwamba siku ya Bwana itakuwa labda ukombozi, itakuwa na baraka fulani, na wakaitamani kwamba ifike upesi. Amos akawaambia, acheni hayo mawazo ya kufikiria kwamba ije siku ya Bwana, kwa sababu sio nzuri.
Soma Amos 5:18. Maneno ya Mungu yanasema, ole wenu ninyi mnaoitamani siku ya Bwana. Kwani kuitamani siku ya Bwana? Kwa nini mnaitamani siku ya Bwana? Wao walikuwa na mtazamo fulani kwamba labda kutakuwepo na ahueni fulani au baraka. Endelea. Ni giza Siku hiyo ni giza, wala si nuru, wala sio nuru. Ni kama mtu aliyemkimbia simba akakutana na dubu. Ni kama mtu aliyekimbia simba akakutana na dubu, kwa sababu wao walikuwa wanakimbia zile shida walizokuwa wanazipitia. Sasa wanafikiria kwamba siku ya Bwana ikifika kutakuwa baraka fulani. Kumbe haitakuwa baraka, itakuwa ni zaidi, itakuwa shida zaidi ya zile ambazo wanazipitia. Endelea. Au aliingia katika nyumba akauegemeza mkono wake ukutani, nyoka akamuuma. Je, siku ya Bwana haitakuwa giza wala si nuru? Naam. Siku ya Bwana haitakuwa giza, sio nuru. Ni siku ya giza. Asante mama. Ni siku ambayo itakuwa ni siku mbaya kwa wakati utakapofika. Haitakuwa siku nzuri. Kwa upande wetu kama kanisa, siku ya Bwana tunaitazamia mbele yetu. Haijapita, iko mbele. Sasa kama kanisa tunatakiwa tupate kujifunza kwamba katika siku hii ya Bwana ni mambo gani yatakayotokea, ili wakati ukifika tujiweke tayari, tujue kile ambacho kinaendelea katika siku hiyo ya Bwana. Kama nilivyosema kwamba siku ya Bwana sio siku moja, haitatokea kwamba itakuwa ni siku fulani. Biblia inapoeleza siku ya Bwana inaelezea kwa namna ya kinabii, na kwa maana hiyo ni muda fulani, ni kipindi fulani. Inaweza ikawa miaka, miezi kadhaa, siku kadhaa. Hiyo ndiyo itakuwa siku ya Bwana. Kwa upande wa kanisa, huko tunakoelekea kutakuwa na sehemu ya A na B. Kutakuwepo baraka kwa upande wa kanisa, lakini kwa upande wa watu wa dunia haitakuwa baraka. Siku ya Bwana inapokuja mbele yetu, kwa upande wetu kama kanisa, watu walioamini, watu waliookoka, watu ambao wanatazamia mambo kadhaa kutoka mbinguni, itakuwa ni baraka. Itakuwa ni siku ambayo itakuwa ni baraka. Lakini kwa ulimwengu, watu wa dunia, haitakuwa baraka. Itakuwa kwao ni shida, adha, dhiki na matatizo, kwa upande wa wale wasioamini. Lakini kwa upande wetu kama kanisa, tutakuwa tumepata baraka kubwa. Katika kipindi kinachokuja, ni baraka gani tutakazozipata? Katika kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28 mpaka 32. Msomaji, hebu tusomee hapo, tuangalie ule unabii unasema nini. Kipindi cha kanisa wakati siku ya Bwana itakapokuja. Yoeli 2 mstari wa 28. Kwa upande wa kanisa kutakuwa na mwagiko mkubwa, ule ulioanza siku ya Pentekosti utakuwa unaendelea katika siku hiyo ya Bwana. Nitasoma. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba
nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. 29. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina roho yangu, nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na minara ya moshi. Jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla haijaja hiyo siku ya Bwana iliyo kuu na itishayo. Asante sana, ubarikiwe. Amina. Kabla siku ya Bwana haijaja, kwa upande wa kanisa, kwa upande wa watakatifu, kanisa litakuwa limejazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Mambo yatabadilika, yatakuwa tofauti na jinsi tunavyofikiri. Kabla siku ya Bwana haijaja, kanisa lazima lipate mabadiliko. Kwa sababu gani lipate mabadiliko? Kwa sababu siku ile ya Bwana ni siku ambayo ni ya dhiki, ni siku ya mateso, ni siku ya majaribu. Kanisa likiwa na uwezo na nguvu za kutosha, litapita na litashinda, kwa sababu ndivyo mpango wa Mungu ulivyo. Siku ya Bwana kwa upande wa kanisa, watu watajazwa Roho Mtakatifu, kanisa litajaa utukufu, litakuwa lenye kumpenda Yesu kuliko hapa tulivyo. Hapa tunapojiona mambo sio sawa kama wakati unaokuja. Kanisa ni sharti lipate kuwa na upendo mkuu kuliko limpende Mungu kikweli kweli, lijitoe kikweli kweli, kwa sababu siku ya Bwana itakuwa inakaribia, ambayo itakuwa ni ya giza. Ili kwamba hawa watakatifu wapite salama katika kipindi hicho, lazima kuwepo na nguvu, na Mungu ameandaa, atajaza watakatifu nguvu kutoka juu ili wapate kwenda na wakati unaokuja. Lakini kwa upande wa kanisa anasema jambo lingine la pili. Sitayamaliza yote yatakao kuwepo, kwa sababu nataka kwenda pia upande wa pili. Kwa upande wa kanisa, Yesu alipokuwa hapa duniani alielezea kwamba wakati utakapokuja mwisho, unapokaribia mwisho kabisa, injili ya ufalme ni sharti ipate kuhubiriwa. Hebu nisomee Mathayo sura 24. Mathayo 24, soma ule mstari wa 14. Soma mstari huo tu mmoja. Injili ya Mathayo sura ya 24 na mstari wa 14. Injili ya Mathayo sura ya 24 mstari wa 14. Maneno ya Mungu yanasema, Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Asante sana. Yesu alisema mwisho hauwezi kufika mpaka kwanza injili ya ufalme ipate kuhubiriwa katika ulimwengu wote na kwa mataifa yote. Injili ya ufalme kwanza ihubiriwe, halafu ndipo mwisho ule ndio utakuja. Kabla injili ya ufalme haijahubiriwa, ule mwisho hauwezi kuja. Kwa nini? Kwa sababu bado lengo haijakamilika. Kanisa ni sharti tupate kuweza kufahamu kile ambacho Yesu alisema, kwamba kabla ya mwisho kufika, injili ya ufalme sharti ihubiriwe katika dunia
nzima na kwa mataifa yote. Injili ya ufalme ni ipi? Katika Biblia kuna aina 7 za injili. Kuna aina 7 za injili. Kati ya hizo injili 7 ambazo Biblia inaeleza, injili ya ufalme ni mojawapo. Tunashukuru Mungu kwamba kupitia watakatifu tangu zamani, tangu mitume na waliofuata mpaka na sisi tukapata injili. Injili imehubiriwa kwa namna mbalimbali. Watu wamehubiri habari ya neema, habari ya wokovu, habari za Yesu Kristo. Watu wamehubiri, wameeneza kila eneo. Kati ya zile injili kuna injili ya ufalme. Ufalme ni nini? Ni utawala, ni mamlaka. Injili ya ufalme ni injili ya mamlaka, utawala wa Mungu. Watu wengi wanafahamu kabisa kwamba Wakristo tunasubiria tunyakuliwe twende kule mbinguni, twende kuishi milele kule mbinguni. Ndivyo tunavyofikiria, hivyo tu. Lakini hawawezi kufikiria kwamba manabii na unabii mbalimbali na maandiko, hata Yesu mwenyewe, mitume, manabii wa zamani wameelezea kwamba sharti Yesu Kristo atawale ulimwengu huu kama vile wakina watawala waliopo miaka 1000. Yesu atatawala miaka 1000, utake usitake. Na hicho ndicho Yesu alichokuwa anamaanisha kuelezea kwamba sharti injili ya ufalme ihubiriwe kwa ulimwengu wote, kwamba Yesu anarudi, Yesu anakuja kutawala miaka 1000. Na hiyo miaka 1000 ndiyo ile ambayo maandiko yanasema katika mifano aliyoipitia Yesu kwamba kama mtu alikuwa mwaminifu kwa mambo 5 atapewa miji 5. Alikuwa mwaminifu kwa mambo 10 atapewa miji 10. Ni wakati wa utawala wa Yesu Kristo hapa duniani. Ufunuo 11 mstari wa 15. Ufunuo 11 mstari wa 15. Maneno ya Mungu yanasema, malaika wa 7 akapiga baragumu, pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atamiliki hata milele na milele. Amen. Amina. Kristo, ipo siku tangazo litatoka, malaika atatumwa, ataelezea ulimwengu kwamba sasa utawala, ufalme wa dunia umeshaondolewa kwa wale watu. Sasa umekuwa wa Masihi wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Sharti afike na kutawala. Ndio maana Ufunuo sura ya 20 mstari wa 4 na mstari wa 6 unaelezea kwamba watakatifu, wale ambao watakuwa wamepata ufufuo wa kwanza, watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Kabla Mungu hajaja kutawala dunia tena, sharti Yesu atawale miaka 1000.
na Yesu atakuwa anatawala hiyo miaka 1000 kwa sababu ya kuandaa dunia ili Baba atakapokuja kutawala aikute iko vizuri, matatizo yote yamekwisha, maadui wote amewaondoa, kila kitu amekiweka vizuri. Ndipo hapo atakapomkabidhi Baba yake utawala milele na milele. Soma andiko la mwisho hapo kabla sijaenda kuangalia sehemu ya pili. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 24. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 24. Haya ni mambo ambayo yatakuwa ni baraka kwa upande wa kanisa. Sisi kama kanisa tukiyasikia kama haya tunatiwa moyo, tunajisikia ujasiri, tunafurahiwa sana. Lakini kwa upande wa wale wenzetu, upande wa pili, wale ambao hawajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kutakuwa ni shida. Tusomee andiko hilo ni hame. Maneno ya Mungu yanasema, hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakao ubatilisha utawala wote na malaika yote na nguvu. Maana sharti amiliki yeye, hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Asante sana. Haya ndiyo mambo ambayo nimesema hapo mwishoni, kwamba kabla Baba hajamiliki dunia, hajaja kutawala dunia milele na milele, sharti Yesu atawale kwanza miaka 1000, na hiyo ni maandalizi, ni kuiweka dunia hii iwe katika hali iliyo nzuri, afagie maadui wote, shida zote, matatizo yote. Atakapokuwa amemaliza kila kitu, ndipo Bwana Yesu atakabidhi Baba yake utawala wa dunia hii. Sasa kwa upande wa kanisa ni baraka. Haya yote tunapoyasikiliza kama hivi na kuyaeleza, kwetu ni baraka. Lakini kwa wale ambao sio waaminifu kwa Mungu, kutakuwepo shida, dhiki, matatizo, na zile hukumu za Mungu ambazo zimeandaliwa. Kuna hukumu 21 ambazo zimeandaliwa, zimeandikwa katika kitabu cha Ufunuo, kuanzia sura ya 6 Ufunuo mpaka sura ya 16 ya kitabu cha Ufunuo. Kuna hukumu 21 ambazo zitakuwa zikimiminwa kwenye ulimwengu huu katika zile siku ya Bwana, katika siku ya Bwana. Hiyo siku ya Bwana, na ndio maana manabii waliwatahadharisha sana watu wasiitafute, wasiitamani, kwa sababu itakuwa ni kumwagwa kwa hukumu 21 ambazo zimeandikwa katika kitabu cha Ufunuo. Itakuwa ni siku mbaya, itakuwa ndio zile siku tunasema dhiki kuu, ambayo hata Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba waombe sana siku hiyo isiwe siku ya Sabato, wala isiwe siku ambayo itakuwa watu wana mambo fulani ambayo yangewasumbua. Maana wakati huu itakuwa dhiki kubwa ambayo haijatokea tangu dunia iwepo. Mambo yatakuwa ni magumu wakati huo. Sasa wakati hukumu 21 zinapomwagwa kwenye dunia hii, sio kwenye dunia nyingine. Usifikirie kwamba ni dunia nyingine, dunia hii yetu. Mambo yale yatakuwa yanawahusu wasioamini, na hasa mpinga Kristo atakapokuwa anaendeleza utawala wake na mambo yake. Hapo ndipo hukumu hizo zitakuwa sana zikiwaumiza hawa watu, kwa sababu wakati wao umefika. Hiyo ndiyo siku ya Bwana, siku ya kutisha, ambayo ndiyo inasemwa kwamba ni siku mbaya. Kwa maana hiyo sasa, kwa upande wetu kama kanisa, sisi tutakuwa ahueni,
Lakini kwa wale ambao sio watu wa kanisa hawatakuwa na haueni. Kwa upande wao itakuwa ni siku ya shida, itakuwa ni adha tupu, kwa sababu ni wakati wa mapigo yale 21. Hatuwezi kuyapitia yote hayo 21 kutokana na muda wetu, lakini niyaeleze tu kwamba hukumu 7 za kwanza ni chini ya mihuri 7 ambayo imeandikwa katika sura ya 6 ya kitabu cha Ufunuo. Sura ya 6 mstari wa kwanza, ukisoma pale kuna hukumu chini ya mihuri 7 ambayo kutakuwa na hukumu 7 chini ya mihuri 7. Kutakuwa na hukumu 7. Hukumu ya kwanza itakuwa ni vita ya dunia, ambayo robo ya dunia watakufa. Lakini pia kutakuwepo na njaa, kuporomoka kwa uchumi. Acha hii ambayo tunasikia wanatangaza kwamba mafuta yamepanda. Acha na hiyo kitu. Hiyo sio yenyewe. Hayo ni mambo ambayo yanaanza kama vile yanaonja, yani ya kukuonyesha kwamba kumbe kutakuja na shida, kumbe zitakuwa zinapitia kwa namna hii. Huo ni mfano tu ambao tunausikiliza kwa sasa, hata kama tutaumia, lakini haiwezi kulingana na hiki kinachoelezwa hapa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6. Kutainuka magonjwa tauni na magonjwa aina mengine, tetemeko, misukosuko chini ya baragumu 7 sura ya 8. Katika ile sura ya 8 ya Ufunuo kuna pia hukumu 7. Tunaona kwamba katika sura ya 8 kuna baragumu 7 zitapigwa, lakini kutatokea uharibifu wa vitu baharini, uharibifu wa maji, uharibifu wa mwanga. Mapepo yataachiliwa kutesa kwa muda wa miezi 5 bila kifo kuwepo. Kwa muda wa miezi 5 hakutakuwepo kifo, hata ukitafuta kufa hauwezi kupata. Lakini baada ya mapepo hayo kutakuja tena mapepo mengine, kundi lingine la mapepo ambalo litaachiliwa, na lile litaua 1/3 ya watu duniani. Chini ya hukumu ya mwisho ni katika sura ile ya 16 ya kitabu cha Ufunuo, na chini ya zile hukumu, chini ya vitasa 7 kutakuwepo pia na hukumu 7 ambazo kutakuwepo na majipu yatakuwa yanaota juu ya watu, vitu vya baharini vitaharibiwa, maji yatageuka kuwa damu, joto kuu la jua litaua watu, na magonjwa yatakuja na mateso mengine, na mapepo yatadanganya mataifa. Mapepo yatafunguliwa, halafu yatadanganya mataifa, halafu wataanzisha vita, ile vita ambayo tunaita Halemagedoni, ambayo ndiyo vita, wengine wanasema ndiyo vita ya 3 ya dunia, lakini sisi tunaita Halemagedoni. Ndiyo vita ambayo mapepo watakuwa wamewakusanya mataifa mbalimbali. Ni kwa ajili ya nini? Kuandaa sasa ujio wa Yesu Kristo